Yes, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Karibu tena siku nyingine ya baraka na utukufu. This is the freedom journey, the road to freedom porn and masturbation purge. Ni safari ya wiki 6 ambayo ninakufundisha hatua kwa hatua namna nini cha kufanya, nini cha kujua ili uweze kutoka kwenye makucha, kutoka kwenye shimo, kutoka kwenye uraibu na kutoka kwenye mateka ya pornografia na masturbation. Na hakika ni safari nzuri na ya baraka. Ili ni wiki la pili na tumeenda vizuri sana. In case ndo unakutana na hii video kwa mara ya kwanza, tafadhali unatakiwa urudi uende ukasikilize video zingine za wiki la kwanza ambazo tunaangazia au tumeangazia namna ya kuweza kushinda pornografia na masturbation kwa upande wa kiroho. Na ili wiki la pili tunaangazia namna ya kuweza kushinda pornografia na masturbation kwa upande wa kiakili. So tumelititle mental detox au namna ya kushughulika na madhara ya pornografia na masturbation kwenye ubongo wako. Na ili wiki nzima tumekuwa tukiangazia kwa habari ya nafasi ya dopamine kwenye kumfanya mtu aendelee kuwa mtumwa, namna ambayo pornography na hijack na dopamine na kumfanya mtu aendelee kuwa mtumwa. Kwa siku ya pili, ya tatu na ya 4 nimefundisha vizuri kwenye hii concept ya dopamine, kana dopamine detox, tukaenda na namna ya kuweza kureset the brain, kurudisha kwenye nafasi yake. So please, kama hujafuatilia, ninakusina na kuomba urudi tena kuweza kufuatilia. Wiki hili tuna weekly assignment, na assignment yetu leo nayo wiki hii tunaendelea kusoma kitabu cha mtumishi wa Mungu Pastor Eskaka Chaura kinachoitwa Kwa nini usinaswe kwenye shimo la kujichua na picha za ngono. Na utaangalia, utasoma hicho kitabu chote, ni kitabu kidogo, ebook moja, na ukimaliza kukisoma siku ya Jumapili tutakutana ili kuweza kunipa mrejesho wa nini umejifunza, hatua ambazo utazichukua ili kuweza kuvuka jumla kutoka kwenye uraibu. Remember, Jumamosi ama kesho tutakutana kwa ajili ya maombi saa 2 usiku mpaka saa 3. Tutakutana kuomba pamoja. So please make sure unakuepo. Tutakuwa live YouTube, lakini pia tutakuepo kwenye Google Meet. Tafadhali uwepo ili tuweze kuomba kwenye hiyo engo. So leo sitakuwa na chochote cha kufundisha leo, ila nitakupa assignment. Assignment ya kwanza ambayo tutakuwa nayo, nenda kasome kitabu kimoja kidogo, kitabu fulani kidogo cha mtumishi kuna mtu anaitwa Thibaut Meurice, kinaitwa Dopamine Detox. Nitakituma kwenye group la WhatsApp ambalo tuko pamoja kwenye ile group. Kinaitwa Dopamine Detox. Nitakituma ukakipitie tu Ijumaa, Jumamosi na Jumapili utakimaliza. Nikiashumu kwamba Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamisi, hizi siku 4 umemaliza kile kitabu cha Kwa nini usinaswe kwenye pornografia. Lakini assignment ya pili leo ninakutaka fanya zoezi la kufuta na kuondoa chochote ambacho kinachochea wewe kuanguka kwenye kujichua na kuamsha hisia za kingono. Futa muziki ya kidunia, vitabu viovu, sijui unfollow marafiki wabaya kama in case kufanya. Maana hii ni agizo ambalo tumelitoa kuanzia wiki iliyopita na jana nadhani pia tulitoa. So kaangalie maeneo ambayo unaona bado yanaweza kukuangusha tena, nenda ka block hiyo milija kuanguka. Lakini pia jambo lingine, kama unapata ugumu wote kwenye hii safari mpaka leo, una changamoto, unaona kama kuna ka ugumu fulani unapitia, unajitahidi lakini sometimes ni kama unataka kurudi na nini, please nataka tuwasiliane, unitafute, uniambie, bwana mimi niko kwenye safari ni wiki la pili, lakini kuna mahali nakwama au kuna mahali na shida au kuna ugumu napata au kuna shida, tafadhali nitafute. Lakini jambo la 3, panga mpango mkakati wa kuwekeza kwenye maarifa chanya yatakayobadilisha utu wako ndani na ufahamu wako. So nataka sasa kuanzia wiki hili ujiwekee utaratibu kwanza wa kujifunza masomo mbalimbali ya watumishi wa Mungu. Achana na vitu visivyo kujenga, anza kuwekeza kwenye utu wako ndani. Nikimaanisha kwamba kwa mfano anza kusoma vitabu. Anza kusoma vitabu. Na unaweza kunitafuta nikakutegemea na eneo ambalo unataka kujifunza, utaniambia ili niweze kukupa reference books za kusoma. Lakini pia anza kusikiza mafundisho. Nilikupa assignment moja kule nikakwambia tafuta mtumishi mmoja wa Mungu ambaye utamsikiliza kwa siku 30.
So maana yangu nataka ukomae tena, yani be serious with this. Huyo mtu ambaye umemchagua hakikisha unasikiliza vizuri. Sikiliza vizuri kila siku. Lakini pia prayer point za leo, nataka umwambie Mungu Zaburi ya 51 mstari wa kwanza, Mathayo 5 mstari wa 6, Zaburi 119 mstari wa 35 mpaka 37, Wakorintho 3 mstari wa kwanza mpaka wa pili, Wafilipi 4 mstari wa 8. Nataka uende mbele za Mungu, mwambie Bwana, jaza ufahamu wangu na shauku ya mambo, na shauku ya utakatifu, na shauku ya haki, righteous passions, holy desire. Baba, ufahamu wangu ujae na mambo ya kukupendeza wewe, mambo ya kutamani kuwa na ushirika na wewe, mambo ya utakatifu na haki. Mwambie Mungu ufahamu wako jae na kutamani mambo ya Mungu. Prayer point ya pili, Wakorintho wa kwanza 2:16, Wafilipi 2:5, Warumi 12:2. Jombe, mwambie Mungu ninapokea nia ya Kristo, ninapokea ufahamu wa Kristo. Waliokoka ule ufahamu unapewa nia ya Kristo. Mwambie napokea huo ufahamu. I receive that. I receive the mind of Christ today and forever. I receive that mind. Prayer point ya tatu, Ufunuo 12 mstari wa 11, Wakorintho wa pili 10:3 mpaka 5, Isaya 54 mstari wa 17. Nenda kaombe. Every satanic image projected into my mind be erased by the blood of Jesus. Kila picha za kipepo, za kishetani, za pornografia na vitu vya namna hiyo zinazotumwa kwenye ufahamu wangu. Kuna mtu anaweza kushangaa umekaa tu ukashangaa kuna image ni kama zinakuja, unaona unazini, unaona fanya nini? Zikuze mbali kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, zifutilie mbali kwa damu ya mwana kondoo. Prayer point ya 4, Wakorintho wa kwanza 6:19 mpaka 20. Akisha maandiko yanayosema unaenda kuyasoma ndio unaanza kuomba. Nenda katangaza, I declare that my mind is no longer a playground for the enemy. Kuanzia leo ufahamu wangu sio mahali ambapo adui atacheza au atautumia ufahamu wangu tena, na haribu kwa jina la Yesu. Prayer point ya mwisho, Wakorintho wa pili 10:3 mpaka 5. Nenda katangaza, I take every thought captive to the obedience of Christ. Ninakamata kila fikra ya kwangu ipate kumtii Kristo na neno lake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hizo ni prayer point zetu 5. So sikiza moja moja, soma neno, omba. Baada hapo tutakuwa tumemaliza kwa siku ya leo. Hakikisha unaendelea zile assignment zote ambazo nimekupa, hakikisha unazifanya, unasoma, unasikiliza na unafuatilia. Bwana Yesu akubariki, Bwana Yesu akutunze. Tukutane siku ya kesho. Amen.